usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Niseme asante kwa kuendelea kusalia kuwa nami katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Tumejifunza kutoka kwa mchungaji na hapa tena tupo na mchungaji mwingine kuhakikisha tu kwamba tunajifunza neno la Mungu na tunauelewa mzuri kuhusu neno la Mungu. Na nipo hapa kuhakikisha jukumu kwamba Jumapili yako siku ya leo inaenda vizuri zaidi katika ulimwengu wa roho. Kuna vingi ambavyo utavipata ukiwa umeketi hapo, ukiwa upo kwenye shughuli zako, ukiwa endelea kutusikiliza. Nikwambie tu kwamba hakuna kitu ambacho utajilaumu kwa siku ya leo, kwa sababu mchungaji Boniface Steven niko naye hapa na atahakikisha ya kwamba katika kipengele cha somo letu ambao tuko nalo hapa, jinsi ya kuomba, unaendelea kujifunza vizuri zaidi na unaendelea kupata mengi mazuri kuhusu somo hili. Na tunaendelea na kipengele kinachosema maombi ya hoja, na hapa mchungaji Boniface yupo kwa ajili ya kuendelea kutufundisha moja kwa moja. Ni kwambie tu kwamba jiandae mtazamaji wangu, kuna vingi ambavyo siku ya leo nakwenda kuvifahamu. Mimi naitwa Madoshi James na ninayefanya kuonekana hapa ni Benita pamoja na Lishandaro, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuriga. Nimkaribisha sasa mchungaji aweze kukusalimia. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Amina sana. Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Asante. Namshukuru Mungu. Sawa. Anaendelea kututunza. Na nafikiri anaendelea pia kuwajalia neema watazamaji wetu wanaoendelea kutufuatilia kwenye kipindi hiki. Kabisa. Somo letu tunaloendelea kujifunza ni jinsi ya kuomba. Jinsi ya kuomba, na tuna muda sasa tangu tumeanza kujifunza somo hili, na mpaka sasa tuko kwenye kipengele cha maombi ya hoja. Maombi ya hoja. Na tulitazama Jumapili iliyopita tukasema maombi ya hoja ni maombi ambapo mtu anaenda mbele za Mungu akiwa na uelewa sahihi ya kile anachoenda kukiwasilisha mbele za Mungu. Akiwa anahitajika kukifafanua, kukiweka wazi lile hitaji lake analolitaka mbele za Mungu, analiweka wazi kwa upana, nini anataka na jinsi gani anataka Mungu alitende. Kwa ni maombi ambayo yanakuwa yanamwakilisha mtu mbele za Mungu kwa usahihi na kwa undani. Na tulisema Jumapili kwamba kumekuweko na baadhi ya maswali tunapozungumzia hapa. Kuna baadhi watu wanatamani kwamba namna gani anaweza jua kuomba kwa muda mrefu. Kimsingi kwenye hiki kipengele ndipo mtu sasa anajifunza namna ya kuweza kuomba kwa muda mrefu. Kwamba sasa namna gani, tulisema kwamba tuliona na tukani jambo ambalo huwa lipo, watu wengi anaweza kuwa ameomba kwa dakika 2-3 cha kuomba kikaisha. Si kwamba hahitaji kuendelea, lakini nini aombee vimekuwa anaona kama hoja zimeisha, maneno yameisha, pa kuelekea pameisha. Yani ile njia aliyokuwa nayo anataka kutembea inaisha. Sasa unapojifunza kwenye hiki kipengele cha maombi ya hoja, ndiyo maana kwamba yanakutengenezea njia pana ya kutembea unapokuwa unaomba. Nafikiri mtumishi wa Mungu tumshukuru Mungu alafu tena tuendelee. Sawa, karibu mchungaji. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, Mungu wa uzima na Mungu mwema, ni wakati wako tena wa kutuhudumia watoto wako kwa namna ya kutufundisha, na wako mtumishi wako wanatutazama tena na wako tayari kupokea kutoka kwako. Nami namtuma na kumwalika Roho wako Mtakatifu awatamie na apate kuwafundisha sawa sawa na mapenzi yako, kupitia jina la mwanao Yesu. Yule adui ibilisi shetani anyamaze kimya, na unene wewe peke yako Mungu uliye Mungu mkuu. Kupitia neema yako Baba tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Na kwenye hiki kipengele cha maombi ya hoja, ni vizuri sasa tukaanza kujibu swali la watazamaji ambalo
wamekuwa wakiuliza wengi kwamba kwani kuomba kwa muda mrefu ndiko kujibiwa? Kuomba kwa muda mrefu ndiko kujibiwa? Nitaanzia hapo kujibu hilo swali kwamba jambo la kujibiwa hitaji la mtu haliko katika maombi ya muda mrefu, haliko katika maneno mengi kipindi mtu anaomba, haliko katika kipindi cha maombi kwamba labda ni dakika 2, 3, 4, 5. Haliko katika aina ya dhehebu alilomo, bali lipo katika mapenzi ya Mungu. Kwamba wewe muombaji unapoomba, je, unaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu? Jibu hili tunalipata kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 mstari ule wa 14. Biblia inasema hivi: na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Sasa tukisema tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, nini maana yake? Tunapata swali jingine: nini mapenzi ya Mungu? Kwa sababu sasa tukisema tunaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, lazima tuyajue hayo mapenzi ya Mungu ni yapi. Mapenzi ya Mungu katikati ya muombaji, moja ya mapenzi ya Mungu kwa muombaji ni kuwa na imani juu ya huyo unayemuomba. Kwamba hilo hitaji lako unaloliombea, je, moyoni mwako unaamini kwamba Mungu huyu unayemwambia anayo nguvu ya kukuponya, anao mamlaka ya kuachilia neema ya uzima juu yako? Je, anayo nguvu ya kulijibu na kulitenda hilo jambo lako? Unaamini kwamba hiyo tabu ulio nayo ukimwambia Mungu anaweza kuitondoa? Unaamini kwamba huko kukwama unakokwama Mungu anaweza kukukwamua? Unaamini kwamba hilo pito unalolipitia Mungu anaweza kukuvusha? Ndio maana anasema kwenye Waebrania ile 11:6 kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, bali mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamwendeao. Kwa kumbe pasipo imani, hata kama utaomba uko nje ya mapenzi ya nini? Ya Mungu. Kwamba mapenzi ya Mungu ni pamoja na kwamba muombaji uwe na nini? Na imani. Lakini pia mapenzi ya Mungu ni pamoja na kuzijua ahadi za Mungu katika hilo hitaji lako. Kwamba unapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya hitaji la uponyaji, Mungu amekuahidi nini kwenye hilo hitaji la uponyaji? Unapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumhitaji mwenza, Mungu ahadi yake kwenye habari ya kupata mwenza ni ipi? Unapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba utajiri, fedha na mali, ni nini ahadi ya Mungu katika watu wake kwenye eneo la fedha na mali? Unapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuhitaji ulinzi, ni nini ahadi ya Mungu katika hiyo eneo la ulinzi? Lakini pia tunapozungumzia habari ya mapenzi ya Mungu, tunazungumzia kuzitambua kanuni za Mungu kwenye hilo hitaji lako. Maana ziko kanuni za Mungu katika kila jambo, ziko kanuni za nini? Za Mungu. Kuna mambo mengine yanahitaji uombe kwa muda mrefu na maneno mengi, yanahitaji utii kwenye neno la Mungu. Kuna mambo mengine yanahitaji uombe muda mrefu, yanahitaji upendo katikati ya watu wanaokuzunguka, ukarimu kwa watu wanaokuzunguka. Kuna mambo mengine yanahitaji unyenyekevu. Kuna mambo mengine yanahitaji uvumilivu, kwamba umeomba alafu usubiri Mungu atende. Kuna mambo mengine yanahitaji kupanda, maana yake kutoa. Kuna mambo mengine yanahitaji kumfanyia Mungu ibada. Kuna mambo mengine yanahitaji utoaji kwenye tunapoongelea utoaji, inaweza ikawa ni sadaka ya kawaida, inaweza ikawa ni zaka. Kwa kuna mambo kadiri ya hilo hitaji lako linatendeka kwenye kanuni ipi? Na yote ni mapenzi ya Mungu, ambapo ndio eneo kuja kutengeneza sasa mapenzi ya Mungu. Yaani sasa hiyo package inapokuja kuwekwa pamoja, ndio inatengeneza mapenzi ya Mungu. Kuna mambo mengine ili yatendeke kwenye maisha yako yanahitaji wewe neno la Kristo Yesu likae ndani yako. Sawa sawa anavyomwambia Yoshua kwenye ile 1:8. Kitabu hiki kisiondoke kinywani, bali ukitafakari usiku na mchana, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yalinilio kuamuru, ndipo utakapofanikiwa njia zako.
Unaona? Kwa kuna mambo mengine ili yatendeke panahitajika neno la Mungu likae ndani. Sasa katika ujumla wa hayo ndo tunapata mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Sasa tukisha yapata mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, sasa hiki kipengele cha maombi ya hoja, kwa nini ni cha muhimu sana? Sasa ni cha muhimu kwa sababu sasa tunapozungumzia maombi ya hoja, maana yake tunazungumzia kuyafahamu hayo mambo ambayo ndiyo yanayozaa mapenzi ya Mungu ndani yetu. Ukizifahamu kanuni za Mungu kwenye maisha yako, ndio umeanza kufahamu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Ukifahamu ahadi za Mungu kwenye maisha yako, ndio umeanza kuyatambua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Ukianza kufahamu kwamba kumbe imenipasa mimi kumwamini Kristo katika kila jambo ninalomwendea, ndio umeanza kuyafahamu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Sasa ni muhimu sasa kuelewa kwamba kumbe maombi ya hoja ni maombi ya muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo yanayotutengenezea sasa nafasi ya kuyatambua kutambua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Unanielewa vizuri, mtumishi wa Mungu? Sawa. Sasa kwenye kwenye maombi ya hoja, baada ya kuwa tumelijibu hilo swali, naomba tuendelee pale mbele kwenye kile kipengele chetu cha maombi ya hoja. Sasa mchungaji, kabla hatujaendelea mbele kidogo, ndiyo nataka kujua sasa, hapo umetuambia kwamba, naomba nichukue mfano moja ya mapenzi ya Mungu, ulituambia ni imani. Na ukatusomea kifungu cha Wagalatia pale Waebrania 11 mstari wa 6. Mungu anatuambia nini kuhusu imani? Ndiyo. Na sasa nataka kujua kama mapenzi ya Mungu mimi kuomba ni lazima niwe na imani. Yaani maombi ya hoja inaingiaje hapo mimi baada ya kutambua kwamba mapenzi ya Mungu kwangu mimi niwe na imani? Sasa mimi na hoja kwangu, maombi ya hoja yanaingiaje hapo kwenye mapenzi haya ya imani? Urudi kuanzia pale nyuma nilipoanza kujenga hoja ya hiki mapenzi maombi ya hoja. Nilikwambia kwamba ni kuomba kwa uelewa sahihi kuhusu mambo ya Mungu. Ni kuomba ukiwa na uelewa sahihi kuhusu mambo ya Mungu. Moja ya uelewa kuhusu mambo ya Mungu ni kuamini, ni kuelewa ni kuwa na imani kwamba Mungu yupo. Sawa. Mungu anakusikia. Sawa. Mungu kuna jambo ameahidi kwa ajili yako. Sawa. Kwa sababu unapoomba unatarajia kupokea. Si ndio? Sasa kama unatarajia kupokea, nani anayekupa cha kupokea? Ni yule unayemuomba. Yaani tayari mpaka hapo nimeshajua kabisa kwamba mapenzi ya Mungu, kwanza Mungu anataka ni umwamini. Ndio uelewa sahihi unaozungumzia. Ndio. Na mimi huo uelewa tayari nimeshaujua kwamba jukumu la kwanza ninapoenda kwenye maombi ni lazima nimwamini Mungu ambaye ninamuomba. Ndio. Na nikaiweka imani hapo ikakaa. Ndio. Sasa nataka kurudi kwenye swali langu kuuliza kwamba maombi ya hoja yanaingiaje pale ambapo mimi nimefahamu haya mapenzi ya Mungu, kwamba ninapoenda kwenye maombi Mungu anataka nimwamini. Ndio. Nawezaje kujenga hoja kwenye mapenzi haya ya Mungu ambaye anataka nimwamini? Unawezaje kuijenga hoja? Nikawa na haya maombi ya hoja kwenye mapenzi ya Mungu haya, ambapo mmoja wapo kiwa ni kipengele hiki cha imani. Yaani kutoka sasa umeshaamini kwamba Mungu yupo. Na sasa unataka ujenge hoja yako kwenye yale maombi. Sasa kwa mfano, let's say kwamba tuseme kwamba unaombea biashara. Unaamini kwamba anayeweza kuniwezesha biashara yangu ikafanikiwa ni Mungu. Sasa kwenye kujenga hoja yako mbele za Mungu, tunaposema kujenga hoja tunamaanisha kwenye kuandaa na jinsi ya kwenda mbele za Mungu. Sasa unapojieleza mbele za Mungu, unajieleza ukiwa unamwambia Mungu kwamba Mungu, ninaamini ya kwamba wewe ukiitangulia biashara yangu, biashara yangu itafanikiwa. Wewe ukitangulia uzao wa tumbo langu, uzao wangu utafanikiwa. Ninaamini hivyo. Na Mungu ndivyo ilivyo, na ndivyo ulivyosema kwenye neno lako kwamba ili mtu umtendee analolihitaji kwako, ni lazima kwanza aamini kwamba wewe una uwezo wa kumtendea. Kwa hiyo ni hoja unaitengeneza hapo kwamba ukinitendea uzao wangu utafanikiwa. Ndio. Kwa hiyo mchungaji, hoja ni kutengeneza kakipengele fulani ambako kupitia pointi ambayo Mungu labda anataka ya imani,
mimi natengeneza hapo kwa kifungu ambako ili Mungu afanye ninufaike. Sio kutengeneza kakipengele. Naomba tena nirudie. Sawa sawa, karibu. Nasema hivi, maombi ya hoja ni maombi ambayo mtu anaenda mbele za Mungu akiwa na uelewa mpana, akiwa na uelewa wa kina, sio kakipengele. Akiwa na uelewa mpana. Hako kakuwa na kakipengele, unaposema kakuwa na kakipengele, unamaanisha hivi, anakuwa na uelewa ka sehemu kadogo. Maana yake kale ka uelewa kako kakiisha, ndo nakosa muda wa kuendelea. Sawa. Ndo sasa badala ya kuomba kitu kwa upana, unabaki tu kuomba. Nilikwambia kama unakumbuka tulipoanza maombi, nilianza nafikiri kipindi fundisho ulikuwa na wewe, nilizungumzia vitu viwili. Uvikumbuke, usivisahau. Na ndivyo vinavyokufanya unaniuliza hayo maswali. Nilizungumza kwamba kuna general prayer na kuna maombi ambayo yanakuwa yanaeleza, yanafafanuliwa, yanakuwa na ufafanuzi mkubwa. Nikakwambia general prayer ni kutaja tu kwamba Mungu nibariki, bariki biashara yangu, bariki watoto wangu, bariki ndoa yangu. Sasa ndo unaona kwa mfano hapo sasa, hapo umetaja vitu in general. Lakini kwenye maombi ya hoja unaanza kufafanua hiyo biashara ni biashara gani, unaifanyia wapi, unataka Mungu abariki nini kwenye hiyo biashara, abalete wateja wa aina gani. Kwa sababu anaweza kaleta wateja wakuja kukufilisi, wanaokuja wanakopa na hawalipi madeni. Unanielewa vizuri? Wanaweza wakaja wateja wenye chuma ulete. Wewe unataka wateja wa aina gani kwenye hiyo biashara? Unaomba kwenye biashara kuna madeni. Hakuna mtu anayefanya biashara asiye na madeni. Kuna madeni anayedai, kuna madeni anayodaiwa. Unataka Mungu akusaidie nini kwenye eneo la madeni kwenye biashara yako? Sawa sawa. Kuna ushindani wa biashara. Yaani huo ni kitu ambacho hakiwezi kupingika kwenye biashara. Hatumaanishi kuna ushindani wa aina mbili. Kuna ushindani wa kawaida tu kwamba huyu na huyu mko hapa mna bidhaa moja, ni ushindani wa biashara. Pia ndani ya huo kuna ushindani wa nguvu za giza. Unataka Mungu akusaidie nini? Sasa unamwona huyu mwenye maombi ya hoja alipotembea sasa kwenye biashara yake, ameombea biashara gani, eneo gani, ameombea kama ni wateja, ameombea kwenye eneo la madeni, ameombea kwenye eneo la ushindani. Wewe uliyekuwa na kipengele kama ulivyosema ni kakipengele fulani, wewe uliyekuwa na kakipengele ulibaki na kakipengele kakutaja kwamba Mungu bariki biashara yangu, ukaishia hapo kwenye imani. Sasa pale kwenye imani, kumbuka hapa tunachokizungumzia ni maombi ya hoja, kutengeneza hoja kwenye imani. Imani, si nimekwambia kwamba moja ya kanuni ya Mungu ni lazima uamini kwamba Mungu yupo. Sawa, tuendelee sasa na kipengele. Ni lazima uamini. Sijajua ni wapi pana kuletea shida ambapo hujapaelewa vizuri. Nimekupata. Naomba tuendelee sasa na kipengele. Maana nimetaja vitu zaidi ya 4 vinavyojenga kwenye hoja. Sasa usibaki kitu kimoja. Vitu hivi, haya mambo ya Mungu huwa yanategemeana, ndio maana yanapanda. Ndio maana nikakwambia kwamba lazima uzitambue ahadi za Mungu kwenye hilo hitaji lako. Nimekwambia jambo la kwanza, nikakwambia hivi, ili uombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tutambue mapenzi ya Mungu ni yapi. Tukasema mapenzi ya Mungu, jambo la kwanza, Mungu anatutaka sisi tuamini ndani, tumwamini yeye. Tuamini katika yeye. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Ndio maana anasema haiwezekani kumpendeza pasipo kuamini. Sawa sawa. Hii ni mapenzi ya kwanza. Nikakwambia kwamba pia mapenzi ya Mungu ni kuzijua ahadi za Mungu. Mungu anatutaka sisi tujue kwenye wokovu aliyotupa ni nini alichotuahidia ndani yake. Unanielewa? Nikakwambia kwenye mapenzi ya Mungu lazima Mungu anatutaka tujue kanuni zake. Kwenye hilo hitaji lako unaloenda kuliomba, kanuni ya Mungu ni ipi? Kwa mfano, wewe unataka Mungu akuze biashara yako. Unataka Mungu akupandishe cheo. Sasa kama unataka Mungu akuze biashara yako, kanuni ya Mungu kwenye kukuza biashara iko kwenye zaka. Kwa sababu zaka ni mbegu unayoenda kuiweka ili izae zaidi. Sasa kama utaombea biashara alafu utoi zaka, ni mwizi wa zaka, ni ngumu hiyo biashara yako kukua. Sawa sawa. Unanielewa? Ukitaka uombe kwa habari ya ulinzi wa hiyo biashara yako, bado imebeba kwenye nini? Kwenye zaka. Unataka Mungu alinde biashara yako, maana anasema atazuia yule alaye. Unaona hiyo kanuni sasa iko mahali hapo. Sawa. Sasa ukienda tena pahala pengine, kwa ukizijua zile kanuni za nini? Za Mungu, sasa ndo unakuwa umeingia kwenye mapenzi
ya Mungu. Nikakwambia kwamba moja ya mapenzi ya Mungu, Mungu anatutaka neno lake likae ndani yake. Sasa ukaja ukauliza swali hivi, ngoja nikuweke vizuri, natamani uelewe na mtazamaji wangu aelewe. Ukauliza swali hivi, imani inahusianaje na maombi ya hoja? Imani inahusiana na maombi ya hoja kwa sababu maombi ya hoja ili uweze kuyapata yanakutaka ujue mapenzi ya Mungu. Huwezi kuomba maombi yenye hoja kama hujajui mapenzi ya Mungu. Kinachokupa sasa kupata zile hoja ni kuyajua mapenzi ya Mungu, na moja ya mapenzi ya Mungu ni kuamini kwamba Mungu yupo. Unanielewa? Sasa ile imani ulionayo katika Mungu ni moja sasa ya kitu kinachokupa kujua kwamba hoja yangu ninayoipeleka mbele za Mungu, ninaamini kwamba naumwa, nikienda mbele za Mungu kuomba, Mungu ataniponya. Nahitaji mtoto wangu afanikiwe, nikienda mbele za Mungu ninaamini kabisa kwamba nikimwambia Mungu hili, nikamwambia na hili, nikamwambia na hili, nikamwambia na hiki, Mungu atanitendea. Kinachofanya sasa uende kumwambia yale ambayo umekusudia kumwambia ni imani inayokuwa ndani yako. Kwa ile imani ndio inakusukuma kumwambia yale ambayo Mungu umetamani Mungu akutendee. Nafikiri hapo utakuwa umenielewa sasa kabisa. Kwamba imani inahusikanaje katika huwezi kuwa na hoja ya mbele za Mungu kama una imani. Kwa sababu ili uwejibiwe panahitajika uwe ndani ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo sasa kwenye hiki kipengele sasa kwenye maombi ya hoja, Jumapili iliyopita tuliangalia kwamba maombi ya hoja tunapozungumzia maombi ya hoja ni nini? Maombi ya hoja yanabeba nini? Maombi ya hoja ndani yake kuna kitu gani? Sasa maombi ya hoja tulizungumzia Jumapili, nilitaja vitu vitatu, naomba nisivirudie kwa sababu ya afya ya muda wetu. Niende mbele kwamba kwenye maombi ya hoja, tunapozungumzia maombi ya hoja ni vitu gani vya kuzingatia sana. Vitu vya kuzingatia kwenye maombi ya hoja, moja ya kitu cha 4 leo nakitaja kwenye maombi ya hoja ni kutenga muda kwa ajili ya maombi. Kutenga muda maalum kwa ajili ya nini? Ya maombi. Mtu anayeomba kwa hoja ni mtu ambaye pia akishapata lile hitaji lake. Jumapili nilisema kwamba jambo la kwanza lazima uandae hitaji lako, kwamba unataka kuombea nini. Sasa ukishaliandaa lile hitaji lako, tenga muda maalum kwa ajili ya hilo hitaji lako. Ule muda unakupa utulivu, unakupa sasa kusema na Mungu kile unacho kihitaji. Moja ya kosa watu wanalolifanya, inakuja sasa kuingia kwenye lile kundi la kwamba unaomba maombi ya kupayuka payuka. Ni kwamba huna muda maalum juu ya hilo jambo lako. Jambo la pili kwenye kutengeneza maombi, nilikwambia kwamba lazima ufanye maandalio. Ukishakuwa na hitaji ujiandae, kwamba kwa mfano nikasema labda mimi nategemea kwamba Jumatano, Alhamisi, Ijumaa ndo nitakuwa na maombi ya kufunga na kuomba ya siku 3. Sasa kuanzia leo Jumapili, Jumatatu, Jumanne ndio muda wangu wa kufanya maandalizi, na auandaa moyo wangu na andaa kile ambacho nataka kukipeleka mbele za nani? Za Mungu. Kwa nini tutenge muda maalum? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayehitaji kuheshimiwa. Mungu ni Mungu anayehitaji heshima. Mungu unapomwendea, usimwendee kama unaenda sokoni, usimwendee kama unamwendea ndugu yako. Mungu lazima umheshimu, na Mungu akishaona umeweka heshima juu yake, ndipo Mungu anaunyosha mkono wake kwa ajili ya kufanya jambo lako. Ndipo Mungu sasa anatoa nafasi yake kukusikiliza. Ndipo Mungu anatoa nafasi yake kutenda jambo juu yako. Ukikosa heshima mbele za Mungu, ni ngumu sana Mungu kutenda jambo juu yako. Na ukitaka unielewe, tuchukulie mfano tu mwepesi. Hapo ulipo wewe leo hii, ukiwa na ahadi ya kukutana na mkuu wa mkoa wa Mwanza, si ndio? Utakurupuka kwenda? Hiyo ahadi ninaipata kwamba unaenda kuonana na mkuu wa mkoa, kuna jambo unahitaji kuongea naye, kuna kitu unahitaji uombe kwake akufanyie, na nimeshapewa ratiba kabisa, ni siku fulani. Umeambiwa kwamba kesho kutwa au kesho saa 4 utaonana na mkuu wa mkoa. Lazima nijiandae, nifanye maandalizi. Utafanya maandalizi ya nini? Kwanza najua ninapoenda kuongea na yule mtu, pengine labda sasa mchungaji hapo tueleze. Anataka ile logic tu ya kawaida ya kwako wewe, ya kwangu mimi. Ili ndio nitokee hapo kukueleza vizuri. Wewe yani nimekupa nafasi kwamba wewe kesho unaenda kuonana nani?
na mkuu wa mkoa. Ndo nakuuliza swali, utaenda tu kwa kukurupuka? Siwezi kukurupuka. Utajiandaa. Moja ya vitu ambavyo utafanya maandalizi ni nini? Nachoenda kukiwasilisha. Kile unachoenda kukiwasilisha. Ndio ile niliyokuambia kwamba lazima uandae hitaji. Kwamba ninapoenda kwa mkuu wa mkoa, naenda kuongea hiki. Si ndio? Tena wakati mwingine unaweza ukataka kuuliza kwa watu ambao wana uzoefu na hayo mambo, kwamba ukiwa kwa mkuu wa mkoa ni lipi unatakiwa uongee, lipi unatakiwa ufanye nini? Kuongea. Lakini jambo la pili ni kusaidie, utajiandaa kimavazi. Sawa. Sidhani kama utavaa tu kihuni kama unaenda kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Ukienda unaweza kurudishwa pale getini ukiwa umevaa kihuni. Utarudishwa pale getini kuingia. Maana yake lazima utaandaa kanguo ka kuvaa, kwamba unajua unaenda kwa nani? Kwa mkuu wa mkoa. Kwa mkuu wa mkoa. Na hapo utakapokuwemo kwenye ile ofisi ya mkuu wa mkoa, hutakaa kama umekaa kwenye daradara. Utakaa kama ukiwa unajua nimekaa ndani ya ofisi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Si ndio? Sasa kama turudi sasa, kama kwa mkuu tu wa mkoa ambaye ni mwanadamu, si ndio? Unaweza kupata maandalio ya kwenda kwake, ukajipanga mavazi na ukaongea kwa heshima. Kwa Mungu si zaidi ya hilo. Kwa Mungu unaweza kuchukua hizo pointi tukizi apply ni vile vile. Yaani hapo nimekuchukulia ile mamlaka ya kibinadamu, sasa na kurudisha kwenye mamlaka ya kimungu, ambapo mamlaka ya kimungu imepaswa kunyenyekewa na kuwa na utii juu yake kuliko mamlaka ya mwanadamu. Ndio nakuuliza sasa, kama kwenye mamlaka ya kibinadamu unaweza kufanya maandalizi, je, kwenye mamlaka ya Mungu? Nakumbuka pale nimekupa kwamba unaenda kuomba jambo fulani kwa mkuu wa mkoa. Ulikuwa unaenda kuomba jambo fulani, unahitaji msaada kwake kama binadamu. Maana si ana nafasi, anaweza kufanyia jambo, anaweza kaamuru jambo likafanyika kwako na umeenda. Sasa kama ulikuwa umeenda kuomba msaada kwake na mpaka ukafanya maandalizi. Sasa tunaposema kuomba mbele za Mungu, si unakuwa unapeleka hitaji, unahitaji msaada mbele za Mungu. Sasa tunarudi kwa Mungu kwamba kama kwa mwanadamu wa kawaida lazima ujiandae, je, kwa Mungu wetu? Hatupaswi kwenda kwa Mungu kwa kukurupuka. Unapoenda kwa Mungu kama una maombi, tenga muda maalum. Yaani elewa kabisa kwamba nitakuwa na maombi yangu siku fulani. Maandalio mengine haya matatu ambayo niliyataja Jumapili, ongeza na andalio la 4 kwamba unatenga nini? Muda. Unakuwa na muda maalum. Huyu ndo mtu mwenye maombi ya nini? Ya hoja. Tofauti na ile maombi ya dua. Nilieleza Jumapili maombi ya dua ni nini. Yenyewe unaweza kaenda tu by emergency tu. Si ndio? Ghafla. Yani kwa mfano hata kwa mkuu wa mkoa unaweza kaenda hata kama ukiwa na mavazi ya ajabu. Kwa mfano imetokea tu shida hapo katikati mjini, kumetokea dharura hapo na nini, ni vurugu. Unaweza kukimbia kutaka msaada. Mzee nisaidie hapa, kuna 1 2 3. Kwa kuwa ile shida ni ya dharura, hata ukieleza kule getini, kwa mfano pengine umeumizwa. Si ndio? Unavuja damu, wataanza kukuuliza mavazi. Maana yake kuna dharura. Si ndio? Kama kuna dharura utafuata moja kwa moja kwenye nini? Yaani dharura inavunja kanuni. Ndio hayo maombi tulisema ya dua. Lakini kwenye maombi ya hoja sasa, haya ni maombi ambayo mtu anahitaji utulivu. Aseme na Mungu kwa kina, kipengele kwa kipengele. Hatua kwa hatua. Ndio maana sasa umepaswa kutenga muda. Unakuwa na muda maalum wa kusema na Mungu. Ndio maana unamuona hata Yesu, tusome kwenye kile kitabu cha Marko ile sura ya 1 mstari wa 35. Marko sura ya 1 mstari anasema hivi, hata asubuhi mapema kulipokuwa kumekucha, akaondoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Akaondoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Yaani akatenga muda. Wale ambao watumishi wa Mungu ambao wameokoka huku nyuma wanaweza wakawa nakubaliana na mimi. Kuna kauli sana ilikuwa inaeleweka kwamba ameenda mlimani, ameenda pangoni, ameenda mlimani, ameenda pangoni. Ukweli wa Mungu ni kwamba yale maombi ya watu wa Mungu waliokuwa yanaenda pangoni yalikuwa yanaleta majibu na matokeo makubwa sana. Haya maombi kwamba yuko mlimani ni maombi ambayo watu wa Mungu walikuwa wanajitenga, wanatafuta muda na mahali penye utulivu, wanakaa wanautafuta uso wa nani? Wa Mungu. Yale maombi yalikuwa yanaleta matokeo makubwa sana katika maisha ya watu. Lakini si kwamba kule walikokuwa wanaenda pangoni kwamba ndo kulikuwa kuna Mungu. Ni moja ya kwamba walikuwa wanazingatia jambo hili kwamba wanamtengea Mungu muda maalum. Unapata muda maalum kwa ajili ya nani?
ya Mungu. Ule muda unapata muda wa kuzungumza na Mungu kwa usahihi, kujieleza mbele za Mungu vizuri pasipo kubugudhiwa. Kwa mfano, saa hizi tunaishi kwenye dunia ambayo inapilika pilika, changamoto huku na kule ni nyingi. Si ndio? Sasa kama unakosa muda maalum, yani huu muda, kwa mfano mimi nikiingia kwenye maombi haya kwamba nimetenga muda wa lisaa la maombi, utanikuta simu nitazima. Kama niko nyumbani, basi nihakikishe kwamba mazingira ya nyumbani ni ya utulivu, sio yale ambayo naanza kuomba mtoto anagonga mlango. Baba, fulani amenipiga. Maana yake kama najua niko nyumbani, nihakikishe kwamba ndani ya risali zima lile lina muda wa nini? Wa utulivu. Mimi wakati mwingine kama niko nyumbani, siamini tu kuwatoa watoto nje, nawekaga na mlinzi, kwamba hakuna mtoto kuingia mpaka nimalize nini. Hata mtu mwingine akija anahitaji kuonana na mimi, mwambie mchungaji yuko kwenye maombi, muda fulani ndo atamaliza. Kwa kama ni kiti, mpe pale akae asubiri. Kama hawezi kukusubiri, arudi muda mwingine. Sawa sawa. Nikiona mazingira ya nyumbani yanakosa utulivu, nitaondoka kwenda kanisani. Nikiwa najua kwamba hii ratiba kanisani pengine hakuna kipindi kingine nitapata utulivu wa kufanya nini? Wa kuomba. Na sasa mchungaji, nataka nikuulize hapa kwenye kwa hiyo ratiba yako pengine, kwa hiyo mtu anapokuwa na maandalizi, vipi kuhusu location, sehemu husika nayo inapaswa kujulikana kwamba ndo hii, ama kwenye sehemu anaweza kana badilisha hapa hapana utulivu, ngoja niende sehemu fulani, nimeenda sehemu fulani kuna watu, ngoja nirudi sehemu fulani. Hiyo itakaje hapo? Sasa kwanza jibu la moja kwa moja ni kwamba unapotenga muda lazima pia uwe na mahali maalum kwa ajili ya maombi. Mahali hapo si lazima pawe kwamba pana jina fulani, ili mradi tu pawe na utulivu. Yaani pasiwe na bugudha, pasiwe na mwingiliano wa mambo mengine. Sasa umepaswa kupaandaa mapema, sio ule muda umefika ndo unaenda kupaangalia. Kwamba nimefika hapa nimekuta watu hapo, nimetoka tena nimeenda pale kuna watu hapo, ni lazima kwenye yale maandalizi sasa yale uelewe kwamba maombi yangu nitayafanyia kanisani. Kama nitayafanyia kanisani, je, hiyo Jumatano ambayo nina maombi, kanisani kuna vipindi gani? Kanisani kuna ratiba gani? Kanisani saa 7 kutakuwa na wanakwaya, saa 8 kutakuwa na watu wa praise, saa 10 kutakuwa na ibada ya watu wote. Mnaongelea kwenye makanisa ya Kipentekoste. Sawa? Sasa kama ukijua hivyo, basi tafuta muda ambao sasa wa kwako ambao hauingiliani na hizi ratiba zingine. Kama unaenda wapi? Kanisani. Ukikuta kanisani pako fixed, pa muda wake umebana, sasa ndo unaweza kurudi kutazama nyumbani pale unapokaa. Je, pana utulivu? Kwa mfano, wewe unaweza ukakontrol familia yako, lakini pengine uko kwenye upangaji kabisa. Umepanga chumba hiki na chumba hiki. Hiyo ni moja kwa moja inakupa kwamba unaweza kukosa utulivu. Kwa sababu unaweza kuingia kwenye maombi, chumba cha pili akafungulia taarabu na amefungua speaker mpaka mwisho. Uwezo kaenda kumwambia kwamba zima speaker yako, nafanya nini? Nafanya maombi. Unanielewa? Kwa hiyo eneo la kuombea ukitaka kwenye hili lazima pia uliandae mapema. Lazima pia ndio maana kuna wengine wakiona kuna pishana nyingi na shughuli za kazi, pengine ni mwajiriwa, hawezi kubalance muda wake na nini, muda mwingine mtu mwingine anapanga muda wake wa kuomba usiku. Kwamba penye utulivu usiku, yani hata kama ni kwenye wapangaji, anasubiria saa 7 saa 8 wamelala wote, kama ni bufa hizo zimezimwa kila mtu amelala, ndo anaingia kwenye maombi yake. Anachokihitaji ni utulivu, ila pia anachokihitaji ni heshima mbele za nani? Za Mungu. Anahitaji utulivu, ila pia anahitaji heshima mbele za Mungu. Lakini pia jambo jingine, ukiwa umemaliza kutenga muda, ni vizuri kujua ahadi ya Mungu, specific promise. Ahadi ya Mungu inayohusu hilo kicho kipengele chako. Kwa sababu kila eneo Mungu ana ahadi yake. Ukienda kwenye uponyaji kuna ahadi za uponyaji. Ukienda kwenye ulinzi kuna ahadi za, ukienda kwenye biashara kuna ahadi za biashara. Ukienda kwenye uzao kuna ahadi za uzao. Kwa hiyo je, hilo hitaji lako, ahadi ya Mungu inasema nini kwenye hilo hitaji? Huyo hayo ndo maombi ya nini? Ya hoja. Kwenye hilo hitaji lako, ahadi ya Mungu kwenye hilo hitaji inasema nini? Unaomba huduma yako iinuliwe, Mungu anasema nini kuhusu habari ya kuinua watu? Nitawainua kutoka mavumbini, nitawaketisha pamoja na wafalme. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Kuna mwambia Mungu, nahitaji huduma yangu ikue, maana kwa neno lako umeniahidi kwamba utaniinua kutoka chini kwenda juu.
Kwa lazima mtu mwenye maombi ya hoja, ndio maana tunaona kwamba maombi ya hoja ni maombi yenye nguvu. Maombi ya hoja ni maombi ya muhimu. Maombi ya hoja ni maombi ambayo umepaswa kuyazingatia sana, kwa sababu ni maombi ambayo yana ukina, yana upana ndani ya mambo ya nani? Ya Mungu. Ni tofauti na maombi tu ya kuomba ili kwa kawaida tu. Unaona, ni maombi ambayo yanaunganisha katika nyanja mbalimbali. Yanagusa imani, yanagusa ahadi za Mungu, yanagusa utii ndani ya Mungu, yanagusa unyenyekevu ndani ya Mungu, yanagusa kanuni za nani? Za Mungu. Kwa lazima pia jambo la tano kwenye maombi ya hoja, jambo la tano linalotengeneza maombi ya hoja ni kujua ahadi za Mungu kwenye hilo hitaji lako. Ambapo sasa hilo zijua ahadi za Mungu inakulazimu kulijua neno la nani? La Mungu. Na ni mapenzi ya Mungu kwamba tujue nini? Neno la Mungu. Mungu hajatuokoa kwamba tuwepo tu basi kama mabubu, kama vipofu. Anahitaji tuwe na taa. Na moja ya taa ya maisha ya Mkristo ni kulijua neno la Mungu. Ndio maana usipolijua neno la Mungu ni rahisi kudanganywa, ni rahisi kupotoshwa, ni rahisi kuletewa vyovyote vile, ukapelekwa huku na upepo na huku na huku, ukanyweshwa vitu ambavyo hata havifai, ukaambiwa fanye hivi, kwa sababu ulijui nini? Neno la Mungu. Lakini kwa mtu anayelijua neno la Mungu huwezi kumdanganya. Mtu anayelijua neno la Mungu huwezi kumuuzia vitambaa. Mtu anayelijua neno la Mungu huwezi muuzia maji. Mtu anayelijua neno la Mungu huwezi kumletea mbambamba zako, pepepe zako tu, yani maigizo yako tu ya hapa na pale, akafanya nini? Hawezi kufuata hayo. Anayelijua nini? Neno la Mungu. Anajua kwamba hapa Mungu ameniahidi nini. Na jambo la sita, kuzijua kanuni za Mungu kwenye hitaji. Sasa mchungaji, hilo jambo la sita naomba tuishie kwanza hapa. Muda wetu unatutupa mkono. Unakimbia. Naomba sasa kwa dakika chache ambazo tuko nazo, ukitumia dakika 2 nadhani itafaa zaidi. Amen. Kama kutakuwa kuna ujumbe ambao unataka udondoshe sasa hapo, ili mtazamaji aweze kupata kutoka kwako, pamoja na yote ambayo umeyazungumza siku ya leo. Kama kutakuwa na kitu ambacho ikitokea amevisahau vitu vyote, mtazamaji wangu, ni kipi cha muhimu kimoja kikumbuke? Kitu cha kukubwa anachokitamani mtumishi wa Mungu akikumbuke, atafute kujua kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ajitahidi kufika kiwango cha kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na ili sasa afike kwenye hicho kiwango, ni lazima awe na muda wa kujifunza kwa upana, kwa kina. Ndio maana sasa ashukuriwe Mungu, ninalo grupu la WhatsApp ambapo nafundisha hili somo hili jinsi ya kuomba kwa upana zaidi, kwa sababu siishii hapo. Kila swali linaloulizwa ninajitahidi kwa neema ya Mungu kulijibu. Kwa mimi nazidi kumsihi mtazamaji wangu, Mungu akimpa neema na kibali, ninamwalika na kumkaribisha kwenye hilo grupu. Aje, ni grupu la WhatsApp, linaunganisha watu wote ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu sasa tuna watu kutoka Kenya na watu kutoka Burundi kwenye ile grupu, na nafundisha vizuri. Lengo na kusudi afike kiwango cha kujua kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Nina watu mle kwenye grupu ambao walikuwa hawawezi kuomba kabisa, lakini leo hii wanaweza kuomba na wanafika viwango vikubwa na wanamshukuru Mungu, na kiukweli wamekuwa kishuhudia kwamba tangu tumeingia humu tumeuona kukua kwenye wokovu. Tumeona kupiga hatua kwenda mbele. Narudia tena, ili upate kuona uzuri wa Mungu kwenye maisha yako, jitahidi kufika kwenye kiwango cha kuyajua mapenzi ya Mungu katika kuomba kwako. Sawa. Sasa akitaka kukupata mtazamaji nje ya hapa, anaweza kukupata vipi, labda ili aendelee kujifunza kutoka kwako? Kunipata kwangu ni mambo mawili. Kwa yule aliyoko mbali na mkoa wetu wa Mwanza, yeye anipate kwa nambari yangu ya simu. Anipate kwa nambari yangu ya simu ambayo nambari yangu ya simu ni 0744 48 80 53. Nambari yangu ya simu ni 0744 48 80 53. Hiyo ndio namba ambayo naitumia kwenye group la WhatsApp la mafundisho ya neno la Mungu. Lakini pia anaweza kanipata kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, lakini pia kanisani. Tuko Kisesa pale Bujola hapa mkoa wa Mwanza. Pale kanisani anaweza kunipata.
Sawa, nikushukuru sana mchungaji, na asante kwa kuendelea kuwa nasi hapa kutupitisha kwenye hili somo la jinsi ya kuomba katika kipengele chetu ambacho tumeendelea nacho cha maombi ya hoja. Amen. Sawa, mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami. Umekuwa nami kuanzia mwanzo tulipoanza kipindi hiki na mpaka sasa tunapoendelea kuhitimisha. Niseme tu asante kwa wewe uliendelea kuchagua sehemu ya kujifunza siku ya Jumapili ya leo, kuifanya Star TV kuwa ni sehemu bora ya kuendelea kujifunza neno la Mungu. Nikwambie, anayenifanya kuonekana hapa ni Venita pamoja na Elisha Ndaro, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Unaweza ukatufuatilia vizuri katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu huko katika mitandao ya kijamii kwa kuandika tu Tumsifu Mungu. Vipindi vyote vinavyoendelea hapo utavipata kule, vikiwa kule unaendelea kujifunza kule. Ukiwa na maoni, unatamani kuwasilisha ujumbe wako hapa na ujui namna ya kutupata, unaweza ukatupata katika mitandao ya kijamii kwa kuandika tu Tumsifu Mungu, unatupata kule vizuri kabisa. Nikwambie sasa, tukutane Jumapili ijayo katika kipindi hiki kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili asubuhi. Jina langu naitwa Madoshi James, nikutakie wakati mwema. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV.